wawe na imani na serikali ya Dr. Samia. Lakini la pili, wajue kila tunachokifanya ni kwa ajili yao. Hivyo basi, na kwa bahati nzuri, Mheshimiwa Mwenyekiti, niruhusu kwa heshima kubwa sana, kaka yangu Ado Shaibu yuko hapa ndani, mtu ninayemheshimu sana, kwa sababu yuko kwenye chama kikubwa cha kisiasa chenye kusikika ndani na nje. Basi mimi, wewe na wabunge wengine na viongozi wengine tusaidiane tunapotoka nje kwenye platform zetu, tuwaambie vijana juu ya kauli zinazoleta matumaini na sio kuwalazimishia maumivu ambayo nchi haijachagua kuyafanya. Mmoja kati ya hayo ni kutokuwatenga na mipango, sera na mwelekeo wa nchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hayo naunga mkono hoja. Asante sana kwa nafasi. Asante sana. Nakushukuru. Nimwite sasa Mheshimiwa Ali Hassan King, tafuatiwa na Mheshimiwa Said Ibrahim Mzimba. Mheshimiwa Daktari Emmanuel Nuwas ajiandae. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Awali yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, lakini la pili nakushukuru kwa kunipa hii nafasi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimesoma hotuba ya Mheshimiwa Waziri, nimesoma randama vizuri, nimesoma sheria zinazoendana na jambo hili, na nimesoma matoleo tofauti na nimeona sasa ni shauri serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika randama ya fungu 104 katika peji ya 4 ambao wameelezea dira na dhima. Dira inasema kuwa na vijana wenye ujuzi, alafu yanaendelea mengine. Lakini na dhima inasema kuweka mfumo wa ufanisi wa kitaasisi, lakini mwisho wakataja kupata vijana ujuzi husika. Sasa lengo langu mimi nilokusudia kuzungumza, nataka kuzungumzia kukuza ujuzi kwa vijana kwa ajili ya kupata ajira. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimesoma vitu vyote pamoja na ile ya Waziri Mkuu ambayo inashughulikia kazi, ajira na mahusiano. Nimeona kwamba kuna upungufu katika hii wizara, na upungufu wenyewe waziri mwenyewe ameutambua, ameeleza. Nitataja peji ambayo ameeleza katika hotuba yake. Tukiacha idara au kitengo cha kukuza ujuzi kwa ajili ya kupata ajira, hapo ndo tumewaacha vijana. Maana hakimo katika hii wizara. Ukitizama kwamba utakuja kukuta katika core functions zake ni uratibu na uhamasishaji wa vijana, elimu ya uraia na uzalendo na uratibu wa mwenge, ukuzaji biashara na uwezeshaji vijana kiuchumi, na nyingine ustawi wa makuzi ya vijana. Lakini lalamiko letu kubwa lilikuwa ni ajira kwa vijana, na ajira huwezi kupata bila ujuzi. Kama huna ujuzi, ajira huna. Na hiyo amesema mwenyewe Mheshimiwa Waziri katika ukurasa wa 10 paragrafu ya 13 alipotoa takwimu za kwamba vijana ni milioni 20.6 katika waajiriwa walioajiriwa milioni 26. Manake kwamba vijana wa kutoka miaka 15 mpaka 35 wako milioni 20.6. Ukitizama wengine ni milioni 6. Manake kwamba vijana wanahitaji wawezeshwe zaidi. Lakini Mheshimiwa Waziri alisema kwamba hali ya ujuzi kwa vijana, kuna ukosefu mkubwa wa ujuzi, kwamba hii ni changamoto. Lakini pia akasema kwamba ujuzi wenyewe ambao unaoendana na soko. Kwa maana hiyo, kazi ya wizara hii sasa watuletee ujuzi unaoendana na soko. Hatutaki waratibu wafanye wao. Kwa nini wasifanye wao? Mheshimiwa Waziri, farasi huyu wako mwenyewe, unakaje mkiani? Vijana na ajira ni wako, na hilo ndo tatizo. Chama changu kimeahidi katika ilani kuwapatia watu ajira milioni 8,500,000. Milioni 8,500,000 kutoa ajira hizo. Kama unafanya kama unamnyoshia kidole mtu uko Uingereza, wewe uko Tanzania, unampandisha mtu shetani Uingereza kwa kunyosha kidole, unampataje? Chukua hichi kitengo kiwepo kwako, na kitengo hichi ni muhimu kwa sababu ukitazama hivi vitengo vyote nilivyovitaja, investment yake ni bilioni 5,383,000 kama hivyo. Lakini ukichukua hichi cha kukuza ujuzi kwa vijana, investment yake ni bilioni 9.7, karibu ya mara mbili zaidi, ni zaidi ya 200%. Kitengo hicho ukikiacha, ina maana kwamba
tutakwenda tofauti na dira. Dira yetu inavyotutaka kuwafanya vijana wawe na ujuzi ili uchumi tulio target tuweze kufikia. Mheshimiwa, mimi nataka nizungumzie kitu kimoja. Kwa nini kukaikwa programu ya kukuza ujuzi? ATE, Association of Tanzania Employers, walikaa wakakubaliana na serikali kwamba iwepo skills development levy ichajiwe kwa ajili ya kukuza ujuzi, na hii 1/3 itakwenda kwenye kukuza ujuzi na vingine vitakwenda katika elimu ya juu. Sasa makubaliano hayo, ATE wao watatoa gap ya skills ambayo ipo, na serikali ifinance kupitia skills development levy kuwasomesha watu ili tupate ujuzi unaotakiwa. Maana kama kiwanda kimekosa ujuzi, ina maana kwamba tuta import labor. Sasa ili tusi import labor, tuwape ujuzi vijana wetu. Tutakapowapa ujuzi vijana wetu, hapo ndipo tutakapozifanya hizi kazi wenyewe, lakini vinginevyo hatutaweza kupata ujuzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nizungumzie tu katika hotuba ya Mheshimiwa Waziri peji namba 15, ametaja hapa programu ya kukuza ujuzi ambayo inafanyika kule katika ofisi ya Waziri Mkuu, kazi, ajira na mahusiano, kwamba ukijumlisha namba zote tatu unapata kwa mwaka jana waliofanyiwa huo ujuzi ni watu 16,000. Hii ni namba ndogo sana. Kwa nini hili jambo usiwe nalo wewe? Ukiwa nalo wewe unaweza ukalifanya vizuri. Sasa mimi natoa rai kwa kuwa tozo hii ipo, imewekwa, tuipeleke, na kama hatujaipeleka ina maana kwamba tutakosa kuwapatia vijana wetu ujuzi na tutakosa kuwapa vijana ajira. Nazungumza kitu kimoja. Nini maana ya kukuza ujuzi? Kukuza ujuzi maana yake kwamba zile gap zilizokuwa zimepatikana viwandani, wapatikane wataalamu wasomeshwe. Wakisha kusomeshwa zile kazi tunakaa sisi wenyewe, lakini kama kazi hizi hatujakaa sisi wenyewe, ina maana kwamba moja kwa moja tunapoteza na ajira hizo tunazipeleka kwa watu wa nje. Mheshimiwa, mimi nizungumzie juu ya vijana. Watu wengi wanazungumza falsafa za kuhusiana na vijana. Kuhusiana na vijana, mimi na falsafa moja. Nabii Musa, watu wote wanamjua Musa. Katika Biblia, katika Qur'an, Mungu anasema fama amana li Musa illa dhuria. Hawajamuamini watu wote Musa isipokuwa vijana ndo walimwamini. Musa alishinda na vijana, na nchi hii tutashinda tukiwakamata vijana. Maana kila mwenye lake analitupa kwa vijana, lakini sisi tunaweza tukawatumia vijana wetu vizuri. Lakini nizungumze kitu kimoja kwa kumalizia ili niweze kuunga mkono hoja. Mimi nasema Tanzania ndipo kwetu, hatuna kwengine katu, asitudanganye mtu. Kujenga wajibu wetu kwa nguvu na jasho letu, tuishi kama wenzetu. Mheshimiwa Waziri, nataka kitengo cha kukuza ujuzi kiwepo kwako. Hapo ndo utakuwa una wizara kamili. Kama unaratibu, ukiratibu kwa mbali, huwezi kuratibu hivyo. Wengine unaweza kuratibu wana sekta, kilimo wana sekta, uvuvi wana sekta, unaenda kumratibu waziri mkuu. Hebu tutizame, unaenda kumratibu waziri mkuu. Sasa kama hili limekaa, mimi naona halijakaa vizuri, hiki kitengo kichukue. Kwa sababu wizara zote, hata kama TAMISEMI, whether itaikuwa ofisi ya rais au itaikuwa kwa waziri mkuu. Sasa hii kwa waziri mkuu, unaenda kuiratibu. Naunga mkono hoja. Mheshimiwa Waziri, nitapenda utoe ufafanuzi juu ya hili. Nashukuru sana. Asante sana. Mheshimiwa, nimwite sasa Mheshimiwa Said Ibrahim Mzimba, atafuatiwa na Daktari Emmanuel Nuwas. Asante mwenyekiti. Kwanza ni mara yangu ya kwanza kusimama ndani ya bunge hili tukufu. Naomba nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia afya njema